Langu naitwa Helen Laura Nchanya, ni mwanzilishi wa Lizzy Handicraft. Mimi kama mwanamke ni mjenzi wa ndoto zangu mimi mwenyewe. Kupitia hili niliona fursa kwenye taka, ambapo taka hizo natumia kujiingizia kipato changu mimi mwenyewe. Na taka ambazo natumia ni chupa aina ya dongo, shells za baharini pamoja na matairi ya gari. Kwa mfano chupa za dongo natumia kutengeneza vases za maua, picha pamoja na table lamp. Na kwenye upande wa shells za baharini natumia shells za baharini pamoja na mchanga kunakshi mishumaa ambayo naitengeneza. Na matairi ya gari pamoja na pikipiki natumia kutengeneza meza pamoja na vioo. Upatikanaji wa chupa aina ya dongo, upatikanaji wake napata kwa kutembelea fukwe za baharini, kuokota zile chupa ambazo zimetupwa upande wa fukwe hizo, lakini pia nakusanya katika mabaa na baadhi ya mahoteli. Na kuja kuzifanya kazi hiyo hapo ya usafishaji na kutengeneza mapambo ya vases za maua, picha pamoja na taa. Kwenye upande wa kunakshi mishumaa, sana sana naangalia yale mabaki ya viumbe vya baharini kama vile hizo shells na mikoko iliyokauka pamoja na mchanga, ambapo huwa naenda moja kwa moja ufukweni na kusanya hivyo mabaki hayo na kurudi nayo kuja kutengeneza mishumaa ambayo ni jelly wax, paraffin wax, na changanya kama kuwekea nakshi kuleta mvuto. Na vile vile kwenye upande wa matairi wapo watu ambao tayari wanakusanya hizo taka, kwa sababu kuna magari ambayo wanakuja nabadilishwa, pikipiki zinakuja kubadilisha matairi. Kwa hiyo kwao inakuwa ni kama takataka. Kwa hiyo huwa mimi naenda hiyo sehemu husika na kununua. Na huwa nanunua ndo nakuja kutengeneza. Nafanya hivi kupunguza taka kwenye jamii yangu. Vile vile ni njia mojawapo ya mimi kutoa elimu kwa wajasiriamali pamoja na wasichana wenzangu kwamba taka sio taka tu, bali taka ni fursa na taka ni ajira, na ni njia mojawapo ya kutunza mazingira yetu. Jamii inaona mtu ambaye anakota takataka ni mtu ambaye amekosa chaguo, hilo ndo chaguo lake la mwisho. Lakini ukiangalia kwa undani, wapo ambao wanatumia hizi taka kujiingizia kipato, kusomesha pamoja na kuendesha maisha yao. Kifanya sio biashara tu, bali ni uendelezaji na utunzaji wa mazingira. Kwa sasa mwitikio unaopata vizuri, especially kwenye masuala ya mapambo. Napata mwitikio mzuri sana kwa watu ambao wanapenda mapambo na watu wanaopenda vitu halisia. Kali na wadau mbalimbali kunisupport kwenye career yangu, kwa sababu nataka kuonyesha uwezo wangu zaidi wa kudecorate mabartender pamoja na meza ambazo zinaweza kunakshi mahoteli pamoja na majumba yetu ya majumba yetu yanayotuzunguka. Pia nina ndoto ya kutimiza, kuona Lizzy Handicraft inafika mbali zaidi, yani ili niweze kufikia watu wengi na kuajiri vijana wenzangu. Lakini vile vile cha zaidi natamani na ndoto kubwa ya kuona na uwezo wa kuhamasisha wasichana wenzangu kwenye hili, ili waweze kujiamini na waweze kuona kwamba mwanamke anaweza, hata kwa kipato kidogo anaweza kufikia ndoto zake. Wangu kwa vijana wenzangu ni kuangalia fursa zinazowazunguka, na pia wasitegemee ajira za serikali, kwa sababu serikali haiwezi kumwajiri kila mtu, haiwezi kutoa ajira kwa kila mtu. Na wajue kwamba watu au serikali kwa ujumla watakusapoti kwa kile ambacho wewe binafsi umekianzisha.